Kwa jina naitwa JB Gasaya, mimi ni mwenyekiti wa baraza la kata ya Kivule. Vile vile ni mshauri wa vikundi vya ujasiriamali, Shivuta, Uwezo na vikundi vingine ambavyo vinakuwa vinahitaji ushauri, huwa na shauri. Lakini vile vile ni mshauri wa watu wanaokuja, nipo katika mambo ya ukatili wa kijinsia, huwa naendelea kuwashauri, tunaendelea kukutana nao. Mzee, hongera sana kwa na vyeo vingi, unastahili kwa kuwa ni mzee wa busara. Labda leo hii tunazungumzia ni jimbo la Kivule mpya. Wewe ni miongoni mwa wazee ambao kwa kweli umetengeneza Kivule. Labda unamfahamu vipi mheshimiwa mbunge mpya kabisa wa Chachari, Mheshimiwa Masaburi? Unamzaje wewe kijana na wafanyakazi wake kazi? Nadhani tangia waingie bungeni wana miezi kadhaa, kwenye 8 au 9 hivi mpaka sasa hizi. Karibu kumzungumzia mheshimiwa wetu ambaye kwa kweli binafsi namkubali sana yule kijana, anapiga kazi kweli kweli. Karibu. Asante. Mimi kwanza mheshimiwa Masaburi nimemfahamu wakati wa kombe la Jeri, alikuja kule misitu na ilikuwa ni mwezi mtukufu wa Ramadhani mwaka 2024. Sasa wakati tupo pale nikajitambulisha kwamba mimi ni mwenyekiti wa baraza la wazee. Kwa kweli alinipokea vizuri, alinipandisha kwenye hadhi ile, kwenye meza juu, kwenye jukwaa, nikao naongea na kujitambulisha na kuelekezea mambo yaliyostahili. Sasa baada ya hapo akaja alipojitokeza mwaka 2025 akawa ni miongoni mwa watiania. Sasa alipotia nia alikuwa na watu ambao wanashindana nao karibu 40, lakini yeye alikuwa ni nyota iliyowaka kulingana na mambo aliyokuwa anayaongea, yaliwagusa sana wapiga kura wa jimbo la Kivule. Kwa hiyo mimi nikaja nikakutana naye, alikuja akawaona wazee, tukakutana naye, akaomba ushauri kwa wazee, na kwa kweli walimuitikia na wakampa ushauri, na nashukuru sana yale aliyokuwa anayaongea kwa wazee. Nimeona ameanza kuyatekeleza aliyoyaongea kwa wananchi, nimeona ameanza kuyatekeleza. Nimemfuatilia kwenye vikao vya bunge, ni yale na mimi hata kwenye WhatsApp inbox huwa nampongeza sana kwa sababu juhudi anazozifanya. Juzi tumekutana kule Majohe, alikuja kwenye mikutano ya shule, wananchi walimfurahia, alivumilia mvua zilikuwa zinanyesha, walimfurahia. Kwa hiyo huyu tumempata ni mchapakazi ambaye anaelekea kufanana na baba yake ambaye nilifanya naye kazi wakati akiwa ni meya wa jiji la Dar es Salaam. Labda mzee, labda ni kitu gani ambacho ulichokifanya mpaka ukumwamini mheshimiwa mbunge kwamba atafanya kazi tofauti na baadhi ya wabunge wengine wanaahidi lakini hawafanyi kazi? Lakini ukijana, kitu gani ambacho kimekuvutia hasa? Yeye ambacho kinanivutia, kwanza hana ubaguzi na makundi na jamaa zote zile kwamba huyu. Lakini pili, yale anayoagizwa hata na rais anayafanyia utekelezaji wa haraka sana. Tunapolalamika matatizo anakwenda anafika. Kwa mfano hii barabara nani kutoka Msongola kwenda Kitunda mpaka Banana imeongelewa muda mrefu sana, lakini yeye amekuja, tumeona utekelezaji wake. Mambo mengi ukifuatilia katika jimbo la Kivule, kule Msongola, ukienda kule Mwanagati, ukienda sehemu nyingi, unakuta yeye kwa kweli anafuatilia sana na anaweka ushirikiano kwa viongozi ambao ni wawakilishi wake. Kwa mfano diwani ambaye anakuwa tayari kufanya kazi yale maagizo aliyoagizwa, yeye anakwenda kuyatekeleza na anakwenda kumuunga mkono. Lakini kama na kwenye vikundi ndio usiseme, anafuatilia sana aonekane kwamba wale mgao ambao unaelekea kwenye vikundi kwa tayari kufikia kikundi ambacho kipo tayari. Kwa hiyo mimi nampongeza sana na ninamuombea sana, kwa sababu kila tukio likitokea, liwe la msiba, liwe la raha, liwe la namna gani, huwa anafika. Ni kijana anayejituma sana. Mimi na hata namuombea kwa Mwenyezi Mungu, rais atapojisikia nawe amtafutie nafasi yoyote kwenye uwaziri ili awe na mamlaka kamili ya kuweza kutusaidia.